Nipo na Mikoi Kisugu. Watu wengi wanajiuliza, wana Simba wapo kimya kwenye hili. Baadhi yao ambao wamepata nafasi ya kuzungumza wameweza kutoa yako ya moyoni. Tujue maoni yake ni yapi katika hili ambalo limejili kwa hivi sasa. Hali yako iko vipi Mikoi Kisugu? Niko salama. Namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Salama bin salimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadha wajala, Mwenyezi Mungu anaendelea kutenda. Bado na afya njema. Ukiwa buheri wa afya, Mwenyezi Mungu amekuruzuku hiyo nafasi. Kuna hayo ambayo nimeanza katika ufunguzi wangu yalitokea Ijumaa mkiwa kwenye maandalizi ya kuelekea siku ya mchezo tarehe 15, hatimaye sasa ni 25. Kwanza tuanzie hapo. Mmepokea vipi ili tuende kwenye maswali mengine? Unajua kwanza katika maelezo mimi nahisi kwamba kuna propaganda kubwa ambayo baadhi ya waandishi wanaitengeneza ambayo mimi siwezi kukubaliana nayo. Kama ulivyosema kuna picha siku ya Ijumaa zilionekana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na baadhi ya viongozi wa vilabu hivi viwili. Alafu ikatoka sitofahamu kwa watu kwa namna ambavyo sakata la mpira lilivyo na mazungumzo yanavyozungumzwa. Ninachokiamini mimi kama Kisugu, ninachokiamini mimi kama mshabiki wa Simba, ninachokiamini mimi kama mwanachama wa klabu ya Simba, kwamba bodi ya ligi ndio imeahirisha mchezo tarehe 15. Kwa hiyo kama kuna kujaji, kama tuna maswali ya msingi kuuliza, watu wa Simba tuna maswali ya msingi ya kuuliza na tuna haki ya kuiuliza bodi ya ligi. Why wamewaahirisha mechi kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25? Maswali yenu ndio yanaanzia hapa. Yes. Tunaamini tarehe 18, tarehe 8 mwezi uliopita, bodi ya ligi waliahirisha mchezo kati ya Simba na Yanga, mchezo namba 184. Wakatoa sababu za msingi kuahirisha ile mechi. Aidha kwamba watu walizikubali au watu walizikataa, lakini tayari bodi ya ligi waliweka sababu. Lakini tarehe 14, tarehe 13, bodi ya ligi saa 11 jioni yatoa taarifa kuahirisha mchezo kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25. Wao kama ni watu ambao wanasimamia mpira wana haki hiyo ya msingi. Lakini pia wana haki ya msingi kueleza Watanzania kwa nini ile mechi imeahirishwa kutoka tarehe 15 kwenda 25. Ukiwa kama mwana Simba umeanza kuiuliza maswali bodi ya ligi. Nanyi pia mnataka maelezo kutoka kwa bodi ya ligi kama ambavyo Young Africans katika sakata ile ambavyo walikuwa wakidai taarifa za kiuchunguzi na hatimaye wanakuambia dabi watacheza, na wanakuambia hii kuna slogan wapo nayo, kumradhi imenitoka kidogo, lakini wanakuambia hii wanacheza wakiwa hawana kinyongo chochote. Wao Young Africans. Yes. Lakini sisi Simba. Sasa nakuuliza wewe mwana Simba. Sisi wana Simba majibu yetu tayari tumeshajibu. Na mimi sitegemei tena waandishi wa habari kungangania hapa. Kwani kuna nini? Barua Simba wametoa tarehe 12 barua. Mechi imekuja kuahirishwa tarehe 13. Lakini ile barua ya tarehe 12 ilikuwa na majibu tosha kuahirisha kwa mechi kupelekea tarehe 13. Okay. Kwa tunabaki kwenye maelezo ya barua. Yes. Wana Simba sisi hatuna majibu mengine. Kumbe mambo ni rahisi. Kwa sababu sisi wana Simba ni wasikivu. Na tunaamini, tuna imani na uongozi wa Simba. Tumeuchagua tukiamini kwamba wana uwezo mkubwa wa kutuongoza wana Simba. Wao tayari majibu ya kuahirishwa kwa mechi walikuwa wameshatoa. Mimi naamini kwanza tuwapongeze viongozi wa Simba, wana mitazamo na maono ya kuona vitu ambavyo siku 2 siku 3 mbele vinafanyaje vinatokea. Okay. Nenda kasome ile barua ya Simba kifungu cha 2. Wanasema kwamba tutakuwa hatuko tayari kwa mabadiliko yoyote yatakayopelekea kutokufanyika nini mchezo wa tarehe 15. Kwa hiyo leo ukiniuliza mimi tarehe 25 inakuaje? Mimi sina majibu sahihi, ni kubaki kusubiri kuangalia peji za Simba itakayozungumza. Lakini mimi naamini tayari peji za Simba zimefanyaje? Nimeshaeleza. Yes. Akumbe swala ni rahisi. Mchezo nambari 184 hautotambulika katika tarehe tofauti na tarehe 15. Barua ya Simba tarehe 12 na mimi mwanachama klabu ya Simba. Na wewe unaoshikilia msimamo huo. Mimi ndio Mikoi Kisugu. Ngoja niwaambie. Mimi ni muumini wa Kiislamu. Moja ya nguzo
katika nguzo tano ni imani. Maana yake imani kuamini kile ambacho unafanyaje, unachokiamini. Mimi naamini uongozi wa Simba, naamini waliandika barua ya tarehe 12. Shida mnayotaka waandishi wa habari, Simba tuanze kampeni. Simba hatukuzaliwa katika kampeni ya kuchukua mafurana kuandika na kupita barabarani na mabango. Kumbe jibu lipo wazi bwana. Wanatafuta jibu afu kumbe wana Simba jibu wanalifahamu. Barua tu ile unaitoa basi umemaliza. Yes. Na hii kupitia ninyi Will Sport, nawaambia tu mashabiki wa Simba, nawaambia tu wanachama wa Simba, wasiingie kwenye mtego wa kulazimishwa kwamba viongozi wa Simba wajibu. Wanajibu nini? Wanajibu nini? Javeth, wanajibu nini viongozi wa Simba? Sasa zilionekana picha wakiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo yakabadilika kuanzia. Yule ni rais. Kuna hoja za kujibu. Yule ni rais. Waliokwenda ni raia zake. Hivi leo ukimwona mheshimiwa rais na mpango huko ameniita Kisugu nimpige naye picha, mnaweka mjadala. Sasa wewe kama nani? Mtanzania. Wale wameenda kama viongozi wa Simba. Unasema wewe sasa sote kukatalia hilo. Kwa sababu maelezo yalisema hivyo kwamba viongozi wa klabu ya Simba na Yanga sawa, ni utashi wa mwandishi. Sasa utashi wa mwandishi mimi niuingilie Javeth? Hauwezi ukauingilia. Ziko picha nyingi mheshimiwa rais amepiga na Watanzania. Wale walikuwa wameenda Ikulu kunywa chai. Watajua cha kuendea. Lakini sisi majibu yetu ni barua tarehe 12 imetoa majibu sahihi kabisa. Unasalia hapo. Yes. Bodi ya ligi. Turudi kule ambapo ulianza kuuliza swali. Imekuwa ikiwa na malalamiko makubwa sana na shinikizo kubwa limetoka kwa Young Africans kutokuwa na imani nao mpaka kufikia hatua ya mwenyekiti kuandika barua ya kujiuzulu, lakini CEO bodi ya ligi kusimamishwa. Swali la msingi ni kwamba watakaofuata baada ya wataenenda katika weledi unaotakiwa au watatenda kazi kwa kuogopa kwamba vilabu vya Simba na Yanga vina uwezo wa kusimamisha kazi ambayo unaitumikia? Javeth, ni kushukuru sana kwa swali lako zuri sana. Lakini inahitaji sana busara na hekima kujibu katika hilo. Hakuna Mtanzania aliyokosa kujua hatua ya football ya Tanzania ilipofikia kwa sasa. Lazima tukubali na tukiri, mpira wetu umepiga hatua kubwa katika bara la Afrika kwa sasa. Leo ukija kuzungumzia mafanikio ya national team, ukija kuzungumzia kwenye ubora wa ligi yetu, ukija kuzungumzia katika uwekezaji mkubwa kwenye football yetu, lazima uwapongeze chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Javeth, si kila anayeleta maendeleo watu wanamkubali na kumpenda maendeleo aliyoyaleta katika hayo maeneo. Ninachokiamini Javeth, kama yuko mtu nitakuwa nimemkosea na mkwaza, itabidi anisamee katika hili, lakini mimi naamini kwenye ubora mkubwa wa chama cha mpira wa miguu Tanzania pamoja na bodi ya ligi. Kuna muda mwingine Javeth, ukweli wa mtu, msimamo wa mtu, kuna baadhi ya watu hawezekana wasiukubali katika msimamo na ukweli wake. Leo hii 23-24 shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF wanakwenda kutoa renki, wanatuambia Tanzania mna ligi bora. Watanzania tukakubaliana tukapiga vigelegele. Je, swali la kujiuliza, unaweza ukazungumza Tanzania tuna ligi bora bila kumtaja Wallace Karia? Unaweza ukazungumzia Tanzania tuna ligi bora bila kumtaja Kibao? Unaweza Tanzania tukasema na ligi bora bila kumtaja Almasi Kasongo? Unaweza ukasema tuna ligi bora Tanzania bila kumtaja mzee wetu Steven Muguto? Javeth, wametolewa kafara, hawakustahili. Kuna muda tusifanye maamuzi kwa sababu ya mtu binafsi, tufanye maamuzi kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Naamini kilichotokea kwa viongozi wawili hawa si kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini kwa sababu maslahi binafsi ya watu. Kasongo huyu, Mguto huyu ndio viongozi wa bodi ya ligi ambayo Dar es Salaam Young Africans 3 years anakwenda kuwa bingwa. Miaka 3 Jafet, Dar es Salaam Young Africans anakuwa bingwa. Viongozi kina nani? Bodi ya ligi au wapi? Leo hii kama tunadiriki inafika mahala Tanzania, mtoto mwenye umri wa miaka 25, 26, 27 mpaka 30 anasimama mbele za watu anasema toa huyu, unatoa. Weka huyu, unaweka. Tunakotoka ni kuzuri, shida tunakokwenda. Kuna changamoto yote? Yaani ukikaa ukitazama kuna changamoto yote? Tunakotoka ni kuzuri, kubaya tunakokwenda. Simba na Yanga ni tunu za taifa hili. Tumpongeze Mheshimiwa Rais, anapambana kuhakikisha tunu za taifa hili anaendelea kulilinda kama jinsi ambavyo yeye alivyolikuta. Na juhudi za Mheshimiwa Rais zinaonekana, sisi kama Simba tunaendelea kumuunga mkono. Lakini kuna watu wanamharibia Mheshimiwa Rais. Leo hii mtu kama anadiriki kumkataa CEO wa bodi, mtu kama anadiriki anamkataa mwenyekiti wa bodi, alafu watu wao wakataa, wanakwenda wanakubalika maoni yao, wanakubalika matakwa yao, wanaondolewa madarakani. Vipi kesho mwamuzi atakapotajwa hao atakuwa hana mamlaka kumkataa? Ligi itaendeshwa kwa matakwa ya Simba inakuwa hivyo, si ndivyo? Jafet, tunahitaji sana dua. Kwenye nini? Ili kuhakikisha kwamba level ya mpira wetu uliofikia na kwenda mbele zaidi. Nimeona comment ya Babla. Leo hii kinachomuondoa Kasongo, kinachomuondoa Mguto, mabadiliko ya kanuni waliotengeneza kuhakikisha mwakani anakuja kujia katika ligi yetu. Ndivyo vilivyoondoa. Kanuni zipi ambazo leo kama tunakwenda kutengeneza kanuni ambazo tunaamini zinakwenda kuongeza ubora kwenye ligi yetu, watu wanakwenda kupambana kukataa hizi kanuni, maana yake tunaondoka kwenye ligi bora, tunarudi tulikotoka. Tusifikirie Simba. Nani anayerudisha? Jafet, tusifikirie Simba. Nani anayerudisha? Jafet, tusifikirie Yanga. Jafet, tusifikirie Majimaji Songea. Jafet, tuwafikirie Azam TV walivyowekeza mzigo mkubwa kwenye mpira wetu. Kuna watu wanawekeza mpira, fedha zao nyingi kwenye huu mpira. Katika uwekezaji huu wanaofanya Jafet, hawakai kufikiria wao wanachotaka kuona namna ambavyo tunasapoti ili mpira wa Tanzania usogee mbele. Tunahitaji tukilala tukiamka tuonge mkono juhudi zao, lakini sisi tukilala tukiamka tunaurudisha nyuma. Leo angalia mazingira ya ligi ya Tanzania Jafet. Watu wamekeza zaidi ya milioni $200. Ni pesa nyingi. Wanahitaji nini hawa? Wanachohitaji kuona mpira wetu unaendelea. Wanachofanya kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi Jafet, Mikoi. Nataka nimalizie hapa. Mikoi. Kwenye maisha ya kawaida kuna kula na ndoto. Unajua asili ya maisha ya kula na ndoto? Asina utaalamu nayo vizuri.
Rudi nyumbani kwenye familia, nenda kaulizie. Alafu kesho nitafute, tutakuja kufanya interview nyingine, maisha ya kula na ndoto yakoje huko. Yaani huo mfano ndo tafsiri yake ni nini? Nimesema atupe tafsiri ya mfano. Achana na maana, tupe tafsiri. Nimekuuliza unajua maisha ya kula na ndoto, umesemaje? Sina elimu hiyo. Nimesema rudi mtaani, nenda kauliza, alafu tutakuja kutana siku nyingine, tutapiga mijadala. Maana nataka maana ya hicho ulicho. Baada ya kwenda huko kuuliza na ukapata tafsiri sahihi, ndio utajua maana. Yaani lilotoka kwa Young Africans linamia kwa Simba. Nimesema hivi, nenda kaulize asili ya maisha ya kula na ndoto ni nini kwenye maisha yao juu ya wazazi wao. Kwa maelezo yako uliosema tarehe 15 ndo tarehe pekee iliyokuwa inatambulika rahisi na haraka ni kwamba dabi haitochezwa. Siyasema hivyo, nimesema rejea kwenye barua ya Simba tarehe 12. Haitotambua tarehe nyingine tofauti na tarehe 15. Sasa hayo majibu mengine Simba anaweza kuyatoa, lakini mimi na stick hapo. Barua yao tarehe 12, mimi kama mwanachama napita mule. Tarehe 25 mpaka sasa hivi hujaitambua. Jafet, barua tarehe 12 ya Simba inatoa njia za kupita wanachama na mashabiki wa Simba. Nachotaka tu ni jibu lako, tarehe 25 bado jibu. Barua ya Simba. Mimi ni mwanachama wa klabu ya Simba. Naelewa. Hivi unaamini ziko kanuni na haki za mwanachama? Unaamini kwamba mwanachama akenda tofauti na msimamo wa klabu kinachotokea ni nini? Anaweza akafungiwa. Nasimama mule ambako Simba alikopita, rejea kwenye barua yao ya tarehe 12. Kwa sababu hakuna kauli nyingine ambayo klabu imetoa tofauti. Ipi wewe Jafet unataka? Mangungu aliojiwa na moja kati ya chombo cha habari akasema inayopanga ratiba ni mamlaka na iliyopangua ni mamlaka. Kwa hiyo wapo kufuatisha mamlaka. Hivyo kwa kauli ya mwenyekiti imeonyesha dalili zote za kwamba tarehe 25 inatambulika. Kwako bado upo katika msimamo ule au upo katika msimamo huu? Kilichopo sasa hivi mbele yangu mimi ni barua. Kama kuna mabadiliko mengine watakuja kunieleza kwa barua kama walivyonieleza mwanzo. Maandishi. Yes. Ila kwa kinywa kauli ya kiongozi nimesema hivi Jafeti, maana ya kuwekwa vyombo vya habari vya Simba ni nini? Maana yake wana Simba wapate taarifa kutoka kwenye vyombo vyao. Taarifa iliyopo ya tarehe 12 ni barua. Taarifa iliyopo baada ya barua, Simba tuna mchezo dhidi ya King Gold tarehe 18. Kama kuta taarifa nyingine itatoka au imetoka, hiyo mimi wala sijui. Mimi naishi kwenye taarifa ya tarehe 12. Miko ikisugu. Yes. Kabisa. Kabisa. Kichwa cha habari tunakiandika Kisugu haitambui tarehe 25. Sasa kama umeamua kuandika nenda kaandike. Yaani ndio nakuuliza. Wewe kama ukiamua kuandika, ngoja. Nenda kaandike. Kisugu usipepese macho. Kwa namna jinsi jambo unalipeleka. Hemu weka nyeupe iwe nyeupe, nyeusi iwe nyeupe. Iwe nyeusi kumradhi. Barua imetoka, bado ipo hiyo barua, mnatembea na hiyo barua. Lugha nyepesi, tarehe 25 kwa wanasimba haijatambulika mpaka maelezo mengine yatakapotolewa na klabu. Taurati, Injili, Zaburi, Qur'ani imesema watiini na kuheshimu viongozi waliokuwa kwenye mamlaka, waliokuwepo wapi? Madarakani. Uongozi wa Simba upo madarakani au upo? Upo mwenyekiti. Umesemaje? Unaitambua tarehe 25. Kama unautambua umesema hivyo sawa. Kwa sababu umesema maandishi. Nimesema hivi, kama kweli uongozi wa Simba, kama kweli uongozi wa Simba umesema hivi, ni sawa. Lakini mimi nawatii viongozi wa Simba waliokuwa madarakani. Mpaka sasa hivi taarifa waliotupa sisi ni tarehe 12 iko taarifa ya Simba. Kwa hiyo nenda kaisome inasemaje, utajua wewe mwenyewe. Sema nimesikia leo umewahi sana kuingia ofisini, hujataka kabisa kupita kwenye maeneo yako ya kujidai ambayo uanzia kwenye kahawa. Siku hazifanani. Pole kaka. Asante. Nishukuru sana. Maana naisikia kauli ya mpira umeshinda. Ni kweli mpira umeshinda. Nimepokea. Kuna mpira kushinda na kuna muda mwingine pia kuna dhuluma kushinda vile vile. Kwa hiyo hapa tuhesabu mpira umeshinda. Battery imeshinda. Kwenye hili. Yes, battery imeshinda. Simba ni yatima. Battery imeshinda. Wasiwasi umeongezeka, tukiwa naelekea ukingoni. Kwa wana Simba, kama hili limetokea, hata hiyo tarehe 25 dabi yenyewe itakapochezwa. Mimi nafikiri unawasemea wana Simba hii leo tunaendelea kujipanga
kuelekea Yaani zetu nilikuwa tunataka nijue wewe ni leo wana Simba tunajipanga kuelekea zetu Tabora kwenda kuisupport timu yetu, lakini mwambie Charles Mbedo Naam. kwamba watu wanataka kwenda Tabora hususan mikoa ya Kisugu kwenda kuisupport timu katika mchezo wetu dhidi ya Kongold. Utakuwa mchezo mgumu, lakini inshallah Mungu akimpendeza kwa namna ambavyo maandalizi yafanya tutakwenda kuchukua point 3.